Uh, asubuhi hii baada ya kufanya maombi, asubuhi hii ningependa wapendwa tuweze kuangalia visa kadhaa ambavyo vinahusika na kutabiri kwa nyakati za mwisho kwenye historia ya dunia hii. Ningependa tuweze kuzungumzia kujenga kuta za Yerusalemu, kujenga kuta za Yerusalemu, kujenga ukuta za Yerusalemu. Tunapoangalia kisa cha kujenga ujenzi wa ukuta, haizungumzii tu kujenga ukuta ya kawaida, lakini kisa hiki kinaashiria masuala ya kiroho kwa waumini ambao watakaoibuka nyakati za mwisho kusimamia injili ya ukweli, injili ya Yesu Kristo. Kwa hivyo unapoangalia historia hiyo, imekuwa wakati ambapo Wanaisraeli wamechukuliwa matekani. Muda mrefu jamii ya Waisraeli, Mungu aliwatumia kwa muda mrefu sana ili waweze kueneza ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama tunavyofahamu ya kwamba mara nyingi Wanaisraeli walikuwa wanakusudia kupiga hatua moja mbele, na wakati mwingine wanajikuta wamepiga hatua mbili nyuma. Na unaona, nitaanzia tu kwa mbali ili nikulete karibu. Wakati ambapo wanachukuliwa matekani, kulikuwa na mfalme ambao alitawala sana, na alitamani kuweza kuchukua watu wa Mungu pale Babeli, maana walikuwa na miungu yao tu, walikuwa na abudu kwa muda mrefu. Ishara ya kwanza Wanaisraeli kumlilia kutamani kurudi Misri baada ya kutolewa, na ilimkasirisha Mwenyezi Mungu sana. Nitasoma tu baadhi ya mafungu kadhaa hapa ili upate kuelewa. Katika kitabu cha Hesabu, nitasoma kitabu cha Hesabu. Unaposoma Hesabu 11, nitaanza kusoma tu hapa. Mstari wa kwanza mpaka nitasalia pale mstari wa 4. Nitakwamia pale mstari wa 4 nikienda kwa mafungu mengine. Hapa kuna jambo limetokea. Hawa watu wameweza kuongozwa na Musa mpaka wakafika jangwani. Na kwenye jangwa, maana wakaanza kukumbwa na tatizo, si ya chakula tu, hata tatizo ya maji. Ikawafanya mpaka wakaanza kukumbuka. Na unasikia mwandishi anasema hivi: kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao, wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Sikiza, walikuwa wanafikiria wananena yaliyopotoka mbele ya Musa, lakini hawakujua kwamba Mungu mwenyewe aliyewatoa katika nyumba ya utumwa alikuwa anasikiliza. Mwandishi anasema ya kwamba kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao, wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Na Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka kati yao, ukawateketeza katika mpaka ya mwisho wa marago. Haikuwafikia, lakini katika mipaka ya mwisho wa marago. Na usikie, unaposoma, nitarudi tu hapa. Unaposoma, nataka nikupeleke katika kitabu cha Kutoka 12:32 pale. Nataka nikupeleke pale uone vile kwenye Kutoka
Aha. Hiyo ni 32 mstari wa 10. Kwa kuwa unaposoma 12, unaposoma 12:32 pia inasema ya kwamba na wakaondoka katika nyumba utumwa wakiwa mchanganyiko wa watu. Waliondoka katika taifa la Misri wakiwa mchanganyiko wa watu. Kuna wale ambao walikuwa marafiki wana wa Israeli. Kwa hivyo kama ni rafiki yako lazima utampenda, na unapookolewa nao utatamani kumuokoa. Lakini hii badala kupeleka ujumbe wa ukombozi kwao mbele, ikaanza kurudisha ujumbe huo nyuma. Na in fact, wale ambao wasomaji, the theologians, wanasema hivi ya kwamba wale ambao walikuwa wananung'unika sana ya kwamba laiti ungetuacha tukufe pale katika nyumba za utumwa kuliko kutuleta hapa tukufe jangwani. Sauti hiyo haikuwa ya wana Israeli halisi, hapana. Sauti hii ilikuwa wale ambao walichanganyika nao kwenda jangwani. Na sasa kwa sababu walianza kunena iliyopotoka machoni pa Mwenyezi Mungu, kulingana na Hesabu 11 mstari wa kwanza pale tumesoma. Na sasa hapa Mungu anamwambia Musa hivi, sikiza. Tena Bwana akamwambia Musa. Wacha nianze mstari wa 8. Mstari wa 8. Hebu sikie. Wamepotoka upesi kuacha ile njia niliyowaamuru. Wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha, wakaiabudu na kuitolea dhabihu. Wakasema, hii ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Wanajiambia, wanafikiria Mungu asikii. Sasa wakati Musa baada yako kule mlimani, ako karibu kurudi. Unajua Mungu macho yake huangaza kila mahali. Macho yako huona kila mahali. Macho ya Mwenyezi Mungu. Lakini wanadhania ya kwamba Mungu aliyewatoa katika nchi ya utumwa atikana kwamba haoni. Yaani Mungu amewasahau. Akili zao zinawaambia hivi ya kwamba Mungu huyu labda amewasahau. Na unajua walikuwa na wana Israeli, kwa sababu katika maisha yao utumwa kule Misri, walikuwa maisha yao walizoea Mungu Mungu ambaye hao wenyewe wanamuona. Walizoea hivyo. So wanapoona Musa anawaambia kwamba kuna mwenye aliwatoa katika nchi ya utumwa kwa mkono wake wenye uweza, lakini hawakusikia. Wakati mwingine wanaamini, wanasema kumbe kama Mungu ametuepusha na maadui zetu, amegawa bahari ya Shamu, tumwamini. Wanapovuka maliza kuvuka hivi, wakiweza kukabiliwa na changamoto kadhaa, wanaamua sasa warudi nyuma mahali walikotoka. Sasa njia moja kuonyesha walirudi nyuma, wakati Musa ameenda kuandalia jinsi ya kufika Kanani, wakatengeneza miungu ya ndama yenye kuyeyusha na wakaiabudu. Na Mungu anaona. Yes, Musa yeye haoni, maana ako mbali na wao. Musa ni mwanadamu. So nafikiria ya kwamba Mungu ambaye Musa anaabudu ni kama mwanadamu kama Musa. Mungu akawaona. Sasa Mungu akamwambia Musa hivi, sikiza. Unajua Biblia ina mambo mengi sana. Tena Bwana akamwambia Musa akiwa tu pale mlimani, akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa, na tazama, ni watu wenye shingo ngumu, hawataki kusikia. Wako na roho ngumu na kichwa ngumu na shingo ngumu. Basi
imetosha. Sasa niache ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe kuwa mataifa kuu. Lakini kwa sababu Musa alifahamu tosha kazi aliyoitwa na Mwenyezi Mungu, sio kuongoza tu, hata kutetea wale ambao anawaongoza. Hiyo ndiyo njia moja, ama niseme mojawapo wa tabia ya kiongozi mzuri. Kila wakati ako tayari kuweza kusimamia, kutetea anaowaongoza, sio kuwachanisha ama kuwatoa rangi ama kuanika tu, kuawacha tu, yani kuwafunua. Hiyo haikuangi tabia nzuri ama tabia ya kiongozi mzuri, kiongozi hodari. Sasa Musa kwa mara nyingine anawatetea, anawaelewa hawa na mienendo zao na tabia zao za kila mara. Lakini sasa Musa bado watu wao hawa anawatetea mbele ya Mwenyezi Mungu. Anamwambia Mungu hivi. Musa akamsihi Bwana Mungu wake na kusema, kwa nini hasira zako zikuwaka juu ya watu wako ambao uliwaleta kutoka nchi ya Misri kwa uwezo mkuu na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini wa Misri kunena wakisema, si watasema ya kwamba mbona mwatoa katika nchi ya utumwa na kuwaleta hapa kuwatenda maovu, ili wapate kuwaua mlimani na kuondoka watoke juu ya nchi, uso wa nchi. Geuka katika hasira yako kali, ugairi uovu huu ulio nao juu ya watu wako. So Musa kwa mara nyingine akawatetea Wanaisraeli mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii ni njia moja kuonyesha kwamba tabia ambazo Waisraeli walikuwa nao, hata kama Mungu aliwachagua katika mataifa yote wawe mwanga, wawe chemichemi ya uzima, wawe channel ambayo Mungu atatumia kuleta ukombozi, habari ya ukombozi katika mataifa ama dunia, ulimwengu mzima. Wacha nirudi mahali nilikuwa. Nimeanzia mbali ili nikulete karibu. Katika kitabu cha Hesabu mahali tulikuwa 11. Wameongea maovu, wameongea pumba masikioni mwa Bwana, na akawasikia. Kando na kuweza kuabudu sanamu, waliongea pumba mengi tu mbele za Mwenyezi Mungu, na Mungu akawasikia. Sasa wanapoona njaa, wanaisikiu, wanazidi kumlalamikia Musa. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamwomba Mungu yule ambaye alikasirika. Musa bado anamuomba, na ule moto ukakoma. Sasa kionjo tu wakapewa, kionjo tu wakaona kionjo ya moto kwenye mpaka yao. Wakaanza kuteta. Hawangeweza kusimama ukali za hasira za Mwenyezi Mungu. Hawangeweza. Ikabidi wamemlilia kiongozi ya kwamba, jamani, mwambie Mungu atuhurumie, atuwie radhi, tumemkosea. Wakajirudia, Mungu akakomesha moto. Sasa unapoona mstari wa 4 inasema ya kwamba kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa katikati yao wakashikwa na tamaa, na wana Israeli nao wakalia tena wakisema, ni nani atakayetupa twakumbuka samaki tuliokula. Yaani mambo ni mengi hapa. Wacha nikomeshe pale. Hizi ni tabia za wana wa Israeli. So wakiwa utumwani, wametoka utumwani, wako njiani, Mungu amewaleta mpaka nchi ya Kanaani ambayo aliwapa baba zao waliotangulia. Na Musa anapotoka mlimani, amekuja na msingi 16 mstari wa 24. Twende pale. Kitabu cha Kutoka, tuko tu hapo. Kwenye kitabu cha Kutoka tu. Tuko tu hapo. Kutoka 24 16-24. Asante kwa kufuatilia kipindi jamani, mbarikiwe sana, mbarikiwe.
Kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Nafungua tu hapa. Asante. Kitabu cha Kutoka. Utaipata tu, usijali. Mdogo mdogo tu, hatuna haraka. Hatuna haraka. Samahani, hatuna haraka, usijali. Tutaipata. Tutaipata. Tutaipata tu hapa. Iko. Tutaipata. Now 24 kuanzia 14. Musa baada ya kuvuka bahari ya Shamu, mahali pale punde tu wamevuka bahari ya Shamu. Sasa Musa akawaambia hao wazee aliowachagua kwenye Kutoka 18. Mungu alimwagiza Musa, kwa sababu kazi hii ni nyingi, sasa uweze kuchagua baadhi ya wazee kuwa viongozi wa vikundi, ndio kazi kuwe rahisi. Sasa wale wazee wa vikundi ama makundi, Musa akawakusanya, akawaambia hivi, hao wazee, tungojeeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu, na tazameni, Haruni na Uri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno na waende. Sasa wale wazee wakawa wanaripoti kwa wazee wawili ambao walikuwa wasaidizi wa karibu wa Musa. Huyo ni Haruni nduguye na Huri ambaye pia alichaguliwa katika. Sasa wako watu watatu, Musa akiwa general ya kambi nzima wa Israeli. Sasa akawaamuru, hawa watakaa hapa, in case mko na jambo lolote kusungumuza, muambie ili waniletee ama waniambie. Musa akapanda mlimani. Baada ya kuagana na kina Haruni na Uri, akapanda mlimani. Na baada ya kupanda mlimani, lile wingu likafunikiza mlima. Nataka uelewa hapa kuna prophecy ambayo yuko hapa, imekuwa connected na kitabu cha Yohana 2:19 na 20. Nitakusomea sasa hivi, lakini sikiliza hii kwanza. Musa akapanda mlimani, lile wingu likafunikiza mlima. Utukufu wa Mungu ukazukia Musa, akafunikwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu kule mlimani. Na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likafunikiza siku 6. Sikiza, ameingia akachukua kumbuka, Musa akakaa mlimani siku 40. Lakini kabla amekuwa kule mlimani, anasubiria Mungu ampe amri 10 apelekee Wanaisraeli. Zile amri ndizo zitakazoongoza taifa la Israeli wanapokuwa katika nchi ya Canaan. Lazima wangeongozwa, maana watu wa Mungu hawezi wakaishi tu bila kukuwa na kitu ambacho kinawaongoza katika kweli. So lazima wangeongozwa. Government must have a constitution, must have a law to govern its citizens in our ordinary world. Hivyo na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likafunikiza siku 6, na siku ya 7 akamuita Musa toka kati ya lile wingu. Yani ni kitu tu iko parawanjani tu, liko wazi, simusikia hapa. Akatulia pale siku 6 kabla Mwenyezi Mungu kumuita, njoo basi uyachukue usikilize. Ikambidi amekaa mlimani kwanza siku 6.
Siku ya 7 ndiyo sasa Mungu akamuita Musa toka kati ya lile wingu. Unaona? Na kuonekana, sikiza. Kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto utekezezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Musa akaingia ndani ya lile wingu akapanda mlimani, alafu Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 mchana na usiku. Asante. Basi sasa tuende uone Mungu anapotaka kusimamisha Mungu anapotaka kusimamisha ukweli wake, anatumia namba 46. Hata katika mili yetu we have 23 chromosomes on the left and on the side, ili tuweze kutufanya tuwe kamilifu. Hiyo ni siri ya Mwenyezi Mungu. Sasa hapa anataka kusimamisha kweli mbele wana Israeli. Anawataka kuwapea misingi za ukweli taifa nzima la Israeli. Musa akachukua siku 6 kwanza akijiandaa kupokea zile amri. Kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Kitabu ni cha Yohana 2:19. Twende pale. 2:19. Sikiza. Nitaanzia 17. 18, samahani, 18. Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utonyeshayo kwamba utafanya haya? Sasa sikiza Yesu anajibu, anasema. Wacha tuanze ndio ujue kile ambacho kiliendelea mahali hapa. 15. Akafanya kikoto cha kamba. Akafanya kikoto cha kamba. Akawatoa wote katika hekalu, na kondoo na ng'ombe akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. 17. 17. 17. Ili ujue hii story vizuri. Na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwepo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia mamaye Yesu akamwambia hawana divai. Na Yesu akamwambia mama, akamwambia sijui ni madharau ama ni sijui ama kukuwa na much confidence. Imagine Yesu anamwambia mama yake, anaita mamake Maria, anamwambia Yesu akamwambia, mama, tuna nini nawe? Tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. But I don't want to say ya kwamba hii ilikuwa ni madharau. Labda nilikuwa ni njia walikuwa natumia kwa address watu wakati huo. Si madharau. Lakini mamaye akamwambia watumishi, lolote utakalowaambia fanyeni. Atakalowaambia. Mamaye, kwa sababu mama Yesu alijua tabia za Yesu. Sasa akawashauri wale wenye sherehe, wenye harusi, akamwambia kwamba huyu nitamwongelesha awaongezee divai, sawa, lakini lolote atakalowaambia fanyeni bila manunguniko, bila swali. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, naye yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kuwatawadha, kila moja lapata kadri na nzio 2-3 hivi. Yesu akamwambia,
jalizeni mabalasi hayo maji, nao wakayajazalia yani wakayajaliza hata juu, wakayajaza hata juu. Sasa akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Rahisi tu hivyo, as simple as that. Now naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi, na mstari wa 10 nasema ya kwamba akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakisha kunywa sana ndio huleta ile dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Akalalama kwa sababu divai Yesu aliyofanya ilikuwa na utamu zaidi ya ile waliokuwa wameanza nayo sherehe. Maajabu. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Yerusalemu, Galilaya, akaudhirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Baada ya hayo akashuka mpaka Kapernaumu. Amemaliza na sherehe, wamemwamini uwezo wake, wanafunzi wake ndio. Sasa akatoka kule kwenye harusi, akashuka mpaka Kapernaumu, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake. Wakakaa huko siku nyingi tu, siku si nyingi samahani, wakakaa muda mchache. Na sasa hivyo na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu sana, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu, maana Pasaka kuu za Wayahudi mara nyingi ilikuwa inafanyika katika mji mkuu Yerusalemu. Sasa akaona pale hekaluni wake waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na kuvunja fedha wameketi, wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kamba, akaghadhabishwa sana. Siku ya Pasaka na watu hawajali ya kwamba Pasaka umewadia. Akaghadhabishwa. Sasa akafanya kitu kinaitwa kikoto cha kamba. Na akafanya nini? Akawatoa wote katika hekalu. Yaani akafanya kikoto cha kamba, a sweep, ile kiboko. Akatoa nyaunyo, kwa ufupi katika lugha ya kueleweka kisasa. Na ng'ombe na kondoo akawamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondokeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakajibu. Wayahudi wale ambao walikuwa na niseme sio busara, walikuwa na kiburi fulani tu katika elimu waliokuwa nao. Sikia vile wanaambia Yesu. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Wewe ni nani? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hili hekalu. Livunjeni hili hekalu, nami nitalisimamisha siku 3. Unajua, Yesu anawaambia peupe, on a serious note, mmeenzi hii hekalu na mmebadilisha kuwa hekalu hili kuwa nyumba ya biashara. Nataka mliweza kulivunja hekalu hili, nami nitaisimamisha baada ya siku 3. Sasa kwa sababu ya uzembe wao hawaelewi Yesu anazungumza nini. Sikiza vile wanajibu, na upumbavu wao tu wao wenyewe ambao wanaonekana kuwa wasomi. Wanajibu Yesu hivyo wakombea kwamba, basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 40 na ngapi? Na 6. Miaka 46. Nawe utalisimamisha katika siku 3? Utalisimamisha aje? Hekalu hili limejengwa kwa muda wa miaka 46. Alafu nasema utataka kulisimamisha after sisi tu kuliweza kulibomoa, kulivunja, ati utasimamisha kwa siku 6? Wewe unaona unatuzungua hapa. Wewe Yesu.
Lakini Yesu hawakujua kwamba Yesu maskini ya Mungu anasungumuza hekalu na mwili wake. 21. Yaani amewapiga 10-0. Amemalizana na mambo na kuwafukuza na kuweza kulinganisha hekalu Mwenyezi Mungu na mwili wake. Amewapiganisha hapo, hivyo bado wanafikiria kufikiria connect na Yesu. Ashapita, shaenda ako kwa story nyingine. And so basi Wayahudi wakamjibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo nimesoma hivi? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili nami nitalisimamisha kwa siku 3. Basi Wayahudi wakanena, wa hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nao utasema utasimamisha katika siku 3? Unaona inawezekana? Walimshauku Yesu. Walikuwa na mashaka naye, hawakumwamini. Sasa pale tumesoma ya kwamba siku 6 wingu likafunukiza Musa mlimani. Na baada ya siku 6, siku ya 7, Mungu akamuita Musa, njoo, ingia nikupee amri 10. Sasa Musa akaingia, akakaribia alikoambia akaribie na Mwenyezi Mungu. Baada ya siku 40 usiku na mchana akashuka kutoka mlimani Zayuni. Sasa ukiongeza 46 ikamchukua kwa jumla, ikamchukua Musa sio siku 40 peke yake. Hapana, ilimchukua siku 46 kwa jumla. Ndio akapokea zile amri zenye zingewaongoza Wanaisraeli, zingewatawala Waisraeli katika nchi ya Kanani. Maana kule Misri hawakuwa na hizi amri. Kama ni kuabudu, walikuwa naabudu miungu mingine, you see. Kama ni kuuana, walikuwa na uana tu, you see. Kama ni kuibana, walikuwa na ibana. Kama ni kunyang'anyana vitu, mali za wengine, walikuwa nachukua. Maana hawakukuwa na amri zenye kuwaongoza. Sasa wanapokuja kwa Musa, Musa anapewa amri. Hizi ndizo zitakazo waongoza nyinyi na watoto wenyu na kisasi chenyu chote na hata tabaka yote ya dunia tokea sasa. Tangu sasa. Wewe uoni, Mungu anapotaka kusimamisha ukweli wake lazima atumie namba 46. Nataka nikuonyeshe kitu. Katika kitabu unapoangalia the historia ya dunia wakati wa the reformers between the reformers, the start of the reformers regime in 1844. Wakati kutawala kwa papa, mwanzo wa kutawala kwa papa, the start of the papacy, the beginning of the papacy, all the way to the start of the reign of the papacy up to the start of the Advent message. In other words, mwanzo wa utawala wa upapa mpaka wakati wa ujumbe huo ambao ulikuja, ujumbe wale ambao the reformers. Ukiangalia upapa wa Kiroma ulitawala dunia kwa muda mrefu, na ishara za Mwenyezi Mungu baada ya kutawala wa upapa duniani, ishara ya kwanza ilionekana duniani in Lisbon back
in 70s, in 17s huko. Na ujumbe huu ulipoonekana ulighadhabika, uasi ulipoonekana. There's something did happen in 1798. In 1798, something happened. Something happened. Na ikaendelea, utawala wa kipapa ikaendelea kufanya kazi up to the time when the reformers now came. The reformers like Martin Luther, the reformers like William Miller, the reformers like John Huss, John Wycliffe. All these people came to remove the error yenye uongo huo na upotovu ilitawala dunia kwa muda mrefu. Watu walizuiliwa kutotumia Biblia, walikuwa nasomewa na kufanyiwa zile niseme the pagan kind of worship, ibada za kipagani. Unapoangalia Mungu anapofanya matengenezo kati ya 1798 all the way to the first message which was being heard, the Advent message, the first Advent message appeared very time after the disappointment period ambayo ilihubiriwa na huyu anaitwa American reformer by the name William Miller. Ni yeye alihubiri ujumbe wa kwanza wa Yesu kutoka mahali patakatifu kuingia patakatifu patakatifu. Watu walikuwa natarajia Yesu kukuja duniani wakati huo. They were waiting someone to come and save them from the persecution of the Roman papacy. Kuua watu, ukionekana umepinga kanisa unauawa. Ukionekana unahubiri ujumbe tofauti na ile ya kanisa linahubiri, huwa unauawa. Watu wengi walichinjwa. Muda huo wote inaitwa Dark Ages period, between 1978 all the way to 1944. Ujumbe wa kwanza Mwenyezi Mungu ambao imeandikwa katika kitabu cha Revelation. Kitabu cha Revelation, ujumbe wa kwanza ikaonekana. Mungu alisikia sauti na damu ikamwagika. Wakati huo jua likatiwa giza, mwezi ikakuwa damu, na inasemekana ya kwamba hata nyota zikaanza kuanguka kutoka mbinguni, maana Mungu alighadhabishwa sana na uongozi wa kimabavu ya utawala wa kipapa. Kitabu cha Revelation. Kitabu ni cha Revelation. Ufunuo. Ufunuo 14 mstari wa 6. Inasema hivi. 16. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi katika kila na kila juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imekwisha kuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Sasa ujumbe wa kwanza ikafika. Tumsujudu, tumpe Mungu utukufu, tumwabudu yeye, maana kulikuwa na ibada za potovu, ibada za sanamu. Watu waliweza kuzuiliwa kutambua kweli na ibada za kweli za Mwenyezi Mungu. Ujumbe wa kwanza ikaonekana in between 1798 to 1841 1842. Ujumbe wa kwanza. Ujumbe wa pili ikaonekana in between 19
1942 to 1943. Ujumbe wa pili ikaonekana. In between the Advent message, Adventism ikaonekana. Na pale ukumbuke ya kwamba inakuja na msingi ambayo ingeongoza kanisa la mwisho duniani, ambayo ingeongoza watu wote katika kweli. Ujumbe wa pili ikaonekana, ambayo inasema hivi, mstari wa 8. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, ikatoa sauti kilio juu ya mji mkuu wa Babeli. Kumbuka tunapozungumzia Babeli katika historia ya dunia nzima, historia Biblia, Babeli imeonekana katika imeonekana mara 3 kwa vizazi. Kisasi cha kwanza Babeli ilionekana katika kitabu cha Mwanzo, tuende pale 9:10. Mwanzo 9:10 moja wapo. Mwanzo pale Babeli ya kwanza ilionekana pale. Tuende pale 9:10, Babeli ya kwanza. 10:9. Katika sura inayofuata 10:9, Babeli wa kwanza ni hapa. Inasema, mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Ereku na Akadi na Kalne katika nchi ya Shinari. Unaona, lakini unaposoma mstari wa 9, alikuwa hodari kuenda. Mfalme wa Babeli wa kwanza alikuwa mtu fulani aitwaye Nimrodi, ambaye baba yake alizaliwa na Dedani, alikuwa baba yake. Sasa huyu kijana alikuwa hodari, Nimrodi. Na Nimrodi huyu Nimrodi ndio alikuwa mtawala wa kwanza wa Babeli. Alikuwa muindaji hodari sana wa wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu unena kwamba Nimrodi hodari wa kuinda wanyama mbele za Bwana. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli. Alikuwa mtawala Babeli na Akadi na Kalne na katika nchi ya Shinari. Alitawala maeneo hayo yote. Hiyo ni Babeli wa kwanza. Maana alikuwa ni kazi ni ya kuinda. Na Nimrodi, unaposoma historia ya Nimrodi, anatoka katika ile familia ambayo walikuwa naabudu miungu za kigeni. Walikuwa naabudu nyota, wanaabudu sanamu yani za kuchonga, walikuwa naabudu nyota, walikuwa naabudu jua, wanakuwa naabudu mwezi. Babeli ya kwanza ikaanzia pale. Babeli wa pili inakuja kuchukua mfano wa Babeli wa kwanza katika kitabu cha Danieli. Danieli, twende kwenye kitabu cha Danieli, ambayo ikachukua sura wa Babeli wa kwanza, ambao kazi yao ilikuwa ni kuabudu, ni kazi ya kwenda na kuabudu jua, kuabudu mwezi, kuabudu nyota. Babeli wa pili ni hii, kitabu cha Danieli na Ezekieli pia tutasoma. Ezekieli 14 mahali pale tutasoma sehemu. Nimesema kitabu cha Danieli. Mungu anisaidie sana nifunue haya jamani, kwa manufaa yetu sisi wote, si kwa manufaa yangu. Sura ya kwanza, ukisoma sura ya kwanza ya pili. Sasa unaona katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yoakimu. Sasa Babeli wa kwanza imetawaliwa na Nimrod, aliyekuwa anaabudu miungu, jua, mwezi, nyota na miungu mingine tu za kigeni. Babeli wa pili anakuja kutawaliwa katika mwaka wa kumiliki kwake Yoakimu, mfalme wa Yuda, mojawapo wa makabila ya Israeli. Nebukadneza, mfalme wa Babeli, unaona, alikwenda Yerusalemu akauzuru.
Hatari hapa, hatari. Wa kwanza ni Nimrod, mtawala, na sura za Babeli wa pili ni exactly sura ya Babeli wa kwanza. Maana hata hawa walikuwa na abudu masanamu. Sikiza. Bwana akamtia Yoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba vya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vyombo katika nyumba vya hazina vya Mungu wake. Pale mfalme wa kwanza alitawala wapi? Hebu turudi. Huyu Bwana akamtia Yoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake. Mkono wake nani? Nebukadneza, ambaye alikuwa anatawala Babeli. Katika Babeli akatawala nchi kama Shinari. Unaona? Akatawala nchi kama nani? Kama Shinari. Kama gani? Kama Shinari. Na pale tunaona hii ni copy paste tu ya Babeli wa kwanza, wapendwa. Kutoka. Turudi pale kwenye Kutoka sura ya 10 mstari wa 9. Hebu sikia mstari wa 10. Mwanzo 10. Unaona? Mwanzo wa ufalme wako ulikuwa Babeli, Reku na Akadi na Karne katika nchi ya wapi? Ya Shinari. Na yule bwana alikuwa anatawala wapi? Babeli, katika nchi ya Shinari. Copy paste. Same thing. Wale walikuwa wanaabudu miungu, hawa pia wanaabudu sanamu, wanaabudu jua. Sikiza ujue copy paste hapa. Sikiza tu. Danieli 1. Danieli 1. Turudi tuende katika nataka uweze kusoma mstari wa ngapi? Tusome tu, kuna nataka tu tusisome kila kitu hapa, maana mambo ni mengi tu. Haya, tuingie kwenye sura ya pili. Sura ya kwanza ya Danieli, uona tu potofu inaanzia hapa. Watu wa Mungu wamepelekwa matikani mahali wakata kusikia sauti za Mwenyezi Mungu. Wamepelekwa Babeli. Babeli ina maana confusion. Mchanganyiko, yani mchanganyiko tu, watu wamechanganyikiwa, ndio Babeli. Confusion, total confusion. And so unapoanza kusoma sura ya kwanza inazungumziwa Danieli na wenzake kutiwa mbaroni. Wamechaguliwa vijana wenye kuelewa, wenye uso nzuri, wangwana wote. Mfalme matumashi walete baadhi ya vijana, uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusoma mbele katika jumba la kifalme. Tena waliambiwa wafundishe elimu ya Kaldao na lugha zao. Nao hapa ndio sasa shengi inaingia. Lugha za kigeni tu, wafundishwe hiyo lugha ambayo ni lugha chafu yenye kutukanana na Mwenyezi Mungu. Unapoendelea kusoma Danieli na wenzake wakatiwa mbaroni, lakini Danieli yeye aliazimu moyoni mwake, baada ya kusema ya kwamba hata jinajisi na chakula cha mashetani
vyakula hivi vya mashetani hata jinanisi kwayo. Akaamuru, mstari wa 6 anasema ya kwamba lakini Danieli aliazima moyoni mwake ya kwa hata jinajisi, hata jitia unajisi kwa chakula cha kifalme wala divai aliyokunywa. Basi mwambie. Akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Wakaomba tu chakula simple, very simple food, very simple diet, wakatumia hicho. Na jambo la kustua hapa sasa ni test ya chakula. Mstari wa kwanza, sura ya kwanza inazungumzia a test of food, jaribio la chakula. Wa pili, a test of worship. In fact, not a test of worship. A test of using, yani jaribio la kutumia karama. That's chapter 2. Chapter 3 sasa ndio uondo sasa iko hapa, ambayo inafumua tabia kamili ya tabia kamili tabia kamili acha tuende kwenye sura ya 3 jamani. Ya pili sasa ndiyo sura ya Babeli wa pili katika historia ya Biblia. Nebukadnezar mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhira 60 na upana wake dhira 60. Akasimamisha katika uwanda wa Dura. Dhira 60 na dhira 60 ni sanamu. Hiyo ni asako. Dhira 60 juu na upana dhira 60. Its wide circumference, upana wake. Hiyo ni O. Kwa hivyo hii sanamu imewekwa kwa jua. A circle that indicates the sun. A circle indicates the sun. Na Babeli wa kwanza walikuwa naabudu jua, walikuwa naabudu nyota, walikuwa naabudu mwezi. Wa pili wanaabudu sanamu ambayo imesimamishwa katika kiwanja ya Dura katika mfano wa duara. Lazima aabudiwe. Iabudiwe sanamu. In fact, mfalme anatoa amri hivi. Sikiza, Nebukadnezar akatuma watu kuwakusanya maamri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu mfalme aliyoisimamisha. Mstari wa 3, ndipo maamri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuzindua ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Sikiza, sanamu inazinduliwa. Sanamu inasinduliwa rasmi na Nebukadnezar kama mfalme wa Babeli anatoa amri hivi. Anasema, ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamuriwa hivi, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na zeze na santuri na zonari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadnezar aliyosimamisha
Bwana Yesu asifiwe. Hii ni uongo. Copy pasting. Hiyo ni Babeli wa pili. Hiyo ni Babeli wa pili. Imesimamishwa katika uwanja wa Dura. Na inasemekana ya kwamba yeyote asianguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto wakao. Na tanuru ya moto ile ilikuwa imewekwa kali sana. Atakaye enda kinyume na amri ya mfalme atauawa. 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 Hiyo ni Babeli wa pili. Kuabudu sanamu. Kitabu cha Ezekieli. Ningependa tuweze kutafuta kitabu cha Ezekieli hapa. Mojawapo tu ya sura inazungumzia hizi tabia tu za wapagani wakati wa Babeli, wakati wa Danieli. Watu waliabudia sanamu wa muda mrefu tu, kina Danieli wakiwa katika nchi ya utumwa. Ezekieli 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 tuko hapo tu. Ezekieli kwa Ezekieli tu hapo. Ezekieli tu tutaipata. Sina haraka. Sina haraka wapendwa. Nafikiri unaendelea kubarikiwa. Let me search it here. Hizi vitu watu nazifahamu. Nishaiona. Tuende kwenye kitabu cha Ezekieli 8. Uone vituko hapa. Ezekieli 8. Unaona kama kuabudu sanamu, ya kuweka sanamu kwenye shingo, haikuanza na nyinyi. Hii ni ibada ya kipagani, ilianza mwanzo, na bado ya hata mpaka leo nyakaya zetu baadhi ya washiriki ama Wakristo bado wanaweka hizo masanamu kwenye shingo zao, kwenye kwenye mifupa, kwenye manguo wanaweka kwenye mifuko, kwenye shingo. La kustua, wanapoenda kulala wanachukua hiyo sanamu ambayo ni Yesu ama nini, wanaweka kwenye meza. Wanapenda kuoga, inaweka kwenye meza, inaliwa. Yeye amejifunika kwenye blanketi, amezuia baridi sana isimuingie, amejifunika vizuri na blanketi ama duvet. Lakini Yesu anaweka kwenye meza, analiwa na baridi mpaka asubuhi. Tena anachukuliwa, anaweka kwenye shingo, safari inaendelea. Anapoenda kuoga, Yesu anachukuliwa, anawekwa pembeni. Yesu yeye haoshwi. Yesu yeye haoshwi. Kidogo tu.
ambayo Ezekieli aliandika akaweka hapo, ili watakao kuja. Isaya anasema hivi: tafuteni katika vitabu mkavisome, maana hakuna kile ambacho mtakosa kupata humo ndani. Ezekieli 16:24. Tafuteni, ama 22, tafuteni. Inasema hivi: ndipo akanileta mpaka mlango pa kuingia katika nyumba ya Bwana ulioelekea mpande wa kaskazini, nitazama wanawake wameketi wakimlilia nani? Tamuzi. Wakimlilia Tamuzi. Akaniambia, mwanadamu, umeyaona haya, utaona tena machukizo makubwa kuliko haya. Akanileta mpaka mpaka huwa, sikiza, yani mambo ni maajabu tu hapa. Maajabu ya Musa. Mtandao inakaa kukataa. Tutarudi tu, shetani ashindwe. Tutarudi tu hapo. Tutarudi tu. Mungu ametujalia. Mungu ametujalia mambo haya tunayafahamu kwa wakati unaofaa. Nitarudia tena. Ndipo akanileta mpaka mlango pa kuingia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini, na tazama wanawake wameketi wakimlilia nani? Tamuzi. Tamuzi. Just imaka hapo, tutarudia. Hiyo Tamuzi tutairudia. Imaka hapo. Haya. Akaniambia, mwanadamu, umeyaona haya, utaona tena machukizo makubwa kuliko haya. Wanawake wanamlilia nani? Tamuzi. Na sasa sikiza 16. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi wa madhabahu, kulikuwako na watu kama 25 people wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Basi Bwana akaniambia, umeyaona hayo, mwanadamu? Je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda wayafanye machukizo wanayofanya hapa? Kwa maana wamejaza nchi hii udhalimu, tena wamerejelea nyuma ili kunikasirisha. Na tazama, wanaliweka tawi pwani, kwa sababu hiyo mimi nami nitatata kwa ghadhabu, jicho langu alitaachilia, wala sitaona huruma, na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu, sitawasikiliza. Amen. Wapendwa, hizi ni tabia za watu waliokuwa wanakaa enzi za Nimrod. Nimrod alikuwa kiongozi wa Babeli wa kwanza, na alikufa kama ameenda kwa jua, maana alikuwa muindaji. Alikuwa anafanya mpaka ile what you call uchunguzi hizo za aina zake hizo. To an extent alienda mpaka kwenye jua kwenda kufanya uchunguzi wake wa kipagani tu, kujaribu kutafuta uweza wa Mwenyezi Mungu aliye kweli. Lakini bahati mbaya alikufa, hakuwahi rudi. Alichomwa. Nimrodi alichomwa vizuri, hakuwahi rudi. Sasa katika wakati wa kumwombolezea mfalme Nimrodi, usikize hito historia iko kwenye YouTube, utafute tu the idol worship, na utaga hapo in bracket Tamuzi, itakuletea ile kuweza kuabudu jinsi walivyokuwa naabudu. Sio tu huyu mtoto anayeitwa Tamuzi ambaye imetabirikwa, imeandikwa hapo kwenye hiki kitabu cha Ezekieli. Before aanze kuabudu huyu mtoto Tamuzi, walikuwa naabudu jua. Kwa sababu gani? Waliamini ya kwamba kiongozi wao Nimrodi
ambaye alikuwa akona mke fulani, jina limenipotelea, lakini nitaipata in the next episode. Huyu kwa sababu watu walikuwa wanampenda sana mfalme wao enzi hizo, na mfalme alienda kwa jua na kurudi, wakaanza kila asubuhi, wakaanza jua linapotua, wanaanza kuchungulia, wanakaa hapo wakimlilia, wakilia, wakimpea niseme mfalme wao in bracket, wanampea sifa, wakiangalia jua, wakidhani ya kwamba baada ya kwenye jua anaishi huku ndani ya jua. So they ended up, waliishia kuabudu jua pasipo kujua. Kwa kuwa huyu mama baada alikuwa mdogo, katika ile harakati akapata ujauzito, akazaa. Na wale ambao walikuwa wazee karibu na mfalme Nimrod, akazaa nao na wao wazee wanasema ya kwamba wacha tuzae tupate mtoto mwenye hata kiongozi wetu asiporudi kutoka kwenye jua, huyu atakuwa mtawala juu yetu. Ndio huyo imeandikwa hapo ya kwamba walikuwa wanaabudu mtoto Tamuzi. Nimejaribu kuelezea kadri wezavyo ili ujue ubada potovu. Kuna reason moja nimeweza kutamka Nimrod, nimetamka huyu mama ambaye jina kidogo imenipotelea but itakuja, na nimetamka Tamuzi. Kuna baadhi ya Wakristo wanafanya hizi ibada. Unapoona umechonga vitu fulani umeweka kwenye shingo, ukiangalia hiyo mchongo imeweka kwenye shingo, kuna baadhi ya sura za watu zimewekwa hapo, wakidhania ya kwamba hao ndio Mungu ambao wanafaa waabudu. Na wanapoenda kulala wanaweka pembeni, wanapozikwa hawaziki na hizo vitu wanaweka kwenye shingo. Hapana, hizo tu visanamu huwa hawazikwi navyo. Hiyo ni ibada ya kipagani, na ilikuwa introduce wakati wa Nimrod, ikatawalikwa mpaka wakati wa Nebukadneza, na pia katika utawala wa tatu ambao Babeli wa tatu ni wa kiroho, ambao imechangiwa sana na utawala wa kipapa wa Kiroma. Wameendeleza ile ibada ya kwanza ya Nimrod, watu kuabudu sanamu, watu kuabudu jua, watu kuabudu nyota na kuabudu mwezi. Wameweza kuinua ile ibada ya kwanza na ibada ya pili ya kuabudu sanamu na kuabudu mtu fulani. Sasa ibada ya Babeli wa tatu ambao imetawaliwa imeandikwa katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 8 ya kwamba Babeli mji mkuu wa Babeli umeanguka, jihadharini na yeye, maana imewekwa kwenye moto wa kuteketezwa. Nafikiri kufikia hapo nitakuja kuunganisha, maana nimekuelezea mwanzo wa utawala wa kibabeli na Babeli wa kiroho. Je, watu wa Mungu waliambiwa katika zile amri za Mwenyezi Mungu alimpa Musa kwa ajili ya watu wake. Hizi ndizo zilikuwa zinasimamisha ibada ya kweli miongoni mataifa na hata katika historia ya dunia nyakati za mwisho tunapoishi. Hizi amri 10 ambazo Musa alispend 46 good days zinaizwa siku ambazo siku unapoangalia ukilinganisha siku is equal to one day in a prophetic manner. One day is equal to one year. One year is equal to one day in prophetic. And so hapo hatuna shida. 14:34 kitabu cha
Hesabu inasungumzia hayo. So ninaporudi nitakuja kuangalia ya kwamba bado kuna haja hizi amri Musa aliyopewa, je, zinafanya kazi kwetu? Musa amepewa amri kwa ajili ya Wanaisraeli. Are we the current Israelites? Are these 10 principles given to Moses, are they still applicable to us as the current Israelites? The Israelites of today. That's my question. Wanaisraeli wa sasa, bado hizi amri zinafanya kazi kwetu? Nitakuja kuifunua zaidi. Mbarikiwe. Tuombe. Baba wetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tumeweka tu mwanzo wa mambo haya. Tunapoendelea na siku ya leo, tunaporejesha episode ya pili, tusaidie kueleza zaidi, atakayesikia apate kusikia, apate kufanya uamuzi ulio bora. Kwa jina la Yesu nimeomba, hata na kuamini. Amen.